Mtazamaji, kwa pumzi hiyo ni kwamba familia moja huko Mombasa inalilia haki baada ya mpendwa wao kushambuliwa na kupigwa risasi hadi kufa. Inasemekana mwenda zake ambaye ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 24 alifumaniwa na genge la wahuni waliomgeukia kwa kumpiga kamsa, akilalamika kwamba ni mwizi baada ya kumuibia. Wenyeji waliojawa na ghadhabu walimpa kichapo cha mbwa hadi akafariki, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kevin Mutai kutoka kisiwani Mombasa. Jamaa na marafiki wa John Kalage walifika katikati mwa jiji la Mombasa kuwasha mishumaa wakiomboleza kifo cha mpendwa wao aliuawa kinyama. Familia hii inasema marehemu aliibiwa na genge kutoka mtaa wa Old Town na kisha kumgeukia, kumuita mwizi na kusababisha mashambulizi dhidi yake hadi akakata roho. Alikuwa kijana wa shule, mimi ndo nilikuwa namsomesha. Sijui kwa nini walimuua ndugu yangu. Kifo chake kiliniumiza sana. Kalage alikuwa ni mtu anajituma sana, ni kijana mkakamavu. Wachuzi eneo hilo wanasema kuna pia waliomlimbikizia madai ya kuhusika na kundi la kunyofoa watu sehemu za siri, matamshi yaliyowatia hamaki washambulizi wake. Nikawaambia hiyo ni urongo, hakuna kitu kama hiyo, hata Bamburi kulitokea hivyo. Na wale watu waliposhikwa wakaenda kuangalia walikuwa sawa, hawa ni warongo. Nikapiga kelele lakini hakuna aliyokuwa akinisikia. Waliunda tu mambo hayo ambao tulilalamikia kwa serikali kuhusu haba masuala ya marketing, ambapo vijana ambao wanakaa tu hawana kazi, ni kazi yao ni hayo tu, ku-exaggerate hiyo mambo ambapo kidogo incident kidogo ikitoka ni kufanya out of proportion. Happening tena katika jiji kubwa kama hili ambapo watu wanafaa kuwa wamestaarabika, tena mbele ya polisi. Nafikiri hili ni jambo ambalo we condemn in the strongest terms possible. Aliuawa wiki mbili zilizopita na wamekuwa wakimtafuta hadi walipopata ripoti kuhusu mwili wake ambao ulikuwa umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Makadara. Pia nini haki kwa familia, kwa sababu familia wangependa kuona kwamba haki imepatikana kwao na yule ambao ametenda vitendo hivi basi wameshtakiwa na kupelekewa mahakamani. Wale maskari walikuwa hapa waweze kutoa ripoti ni nini kilitokea mpaka ikasababisha kijana kawawa, na hakukuwa na mtu wala serikali ya kumtetea huyo kijana. Na tuko na mavideo na CCTV cameras, tutafuatilia hao wote, hasa wale wa Mirikiti. Tunawajua, tumeidentify na DCI yuko hapa Muriuki atakukujia. Kevin Mutai, NTV kutoka Mombasa.